Hali ya ukosefu wa maji kwenye kijiji cha Nyange kinachopatikana kwenye tarafa ya Fizi sekta ya Nganja ni kwenye mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii imezua mjadala mkubwa na ikiwa inaleta hofu kubwa kwa baadhi ya wakahaji kutokana na ukosefu wa maji unaozidi kuzunguka kwenye baadhi ya mitaa ya mji wa Nyange, huku baadhi ya raia wakitoa malalamiko yao kutokana na hali ambayo wanayoipitia ukosefu wa maji. Hali hii ikiwa imeweza kutokea baada ya mwami wa kijiji cha Nyange Kabwe Kashindi Patrice kuweza kukataa kwa wale wanaohusika katika hali ya uuzishaji wa maji wanaofahamika kama wa hidro kuweza kukataa kushusha bei walioipandisha, huku wakipandisha bei kubwa kwa baadhi ya raia kwa kuwauzishia maji. Hali hii imesababisha raia wengi kuweza kujitoa peke yao na kuelekea kwenye baadhi ya visima vya maji ili kuweza kujishotea maji wao wenyewe. Huku wakielekea huko wamekuta hali ni mbaya kabisa, huku visima vikiwa vimeharibika, wengine wakiwa wanashota maji machafu kama unavyoona watoto hao wanavyoshota maji haya yakiwa ni machafu kweli kweli. Tumewasili kwenye baadhi ya mito ili kuchunguza hali ya wakina mama ipoje kulingana na hatua ambayo kwa sasa wameifikia ya ukosefu wa maji kwenye mji mzima, huku wengineo wakiwa wanaingia kwenye maji na kurudi wakiwa na maduru ambayo hayana maji ndani yake. Tumezunguka kwenye baadhi ya mito na kama unavyoona ndugu mtazamaji, namna kama unavyoona kwa sasa niko kwenye baadhi ya mito ambayo inapatikana kwenye kijiji cha Nyange. Kama unavyoona wakina mama, baadhi ya wakina mama wanashota maji hapa kwenye kisiwa, mojawapo wakiwa wamechoka tangu walipokuja asubuhi. Kama unavyoona wengine sasa wamelala, hii ikiwa ni kutokana na namna wanavyosumbuka na maji. Kama unavyoona wengine wanashota maji ya chini. Hali hii kutokana na hali ya ugumu wa maji kuwa nyingi kwenye kijiji cha Nyange ambacho kinapatikana kwenye sekta ya Nganja. Baadhi ya wakina mama wakitoa ombi lao kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata pia kwa mashirika kazi wa kazi yanayohusika kwa kuweza kujenga maji, wakiomba kuweza kujengewa maboma yaliyo mazuri. Mwanamama Roda Sefania ni mkahaji wa Nyange ambaye anatueleza tangu saa 8 ya usiku tayari alikuwa ameshawasili kwenye bomba la maji, lakini mpaka sasa saa 4 mchana bado hajapata maji. Ombi lake kuu akiomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujenga maji yaliyo mazuri. Maji ni kidogo, visima hakuna, tunashota maji kwa shida sana. Hakuna nafasi ya kujenga visima. Na tunaona watu ni wengi sana kwenye maji. Ni nini hasa ambayo inasababisha watu kuwa wengi hivi kwenye maji? Maji ni kidogo na visima hakuna. Bado tengeneze marobine na visima. Sisi wakaaji wa Nyange tunateseka na maji. Tunahitaji marobine. Bahidro walikatala kushusha bei ya maji juu ya shida ya maji. Shefu alibambia makuta iko kidogo bana memba. Mutie video moya 500,000 francs. Bahidro bakapinga chef kinywa cha shefu. Na siye population wa mama wa vijana tunajikaza kwa kushota maji kwa mtonyi. Na mtonyi yenyewe haiko safi, watutile marobine, population ifurahi. Ndio malalamiko ya banamuke banalia ile. Umekuwa hapa toka saa ngapi? 3h. Na sasa hivi umeshapata maji au bado? Siyapata. Sababu kuu ikiwa ni ipi? Yani sababu iliyosababisha mpaka muda huu na uchafu, maji na uchafu. Angalia robine haina entretien, uchafu inatuzunguruka, pori inazunguruka, tunakunywa maji ya chini. Depuis tukazere tuko hapa mpaka saa 10 hakuna mchoko. Kuipandisha kuvilima hakuna barabara kutakata. Watusaidie na maji ya kutakata. Na robine Bahidro bashushe bei videko ni senta. Tunaanza mka 3h hatutashota bamoya wanarudia mavideo wazi. Busingizi hapa bunatatu kuya hapa kurudini. Na njala imeuma. Inatua Bahidro ndio wanafanyia tanke robine yetu inachafuka. Hakuna tumaidada inachafuka kwenye kuna maji. Namna kama unavyosikia baadhi ya malalamiko ya wanawake ambao wanaolia kwa usumbufu wa maji, wengi wao wakiwa wanalia kutokana na namna maji yalivyo machafu
kwenye maeneo ambayo wanayoyashota kama unavyoona mwenyewe, wengineo wakiwa na ombi kubwa kwa viongozi ili kuweza kuwatengenezea baadhi ya bomba za maji zilizo nzuri. Kuna mfano mzuri waliotoa wa kijiji kinachopatikana takriban kwenye kilomita 12 na mji wa Nyangi, kijiji cha Tulonge, ambapo maji ni mazuri kabisa, na mpaka sasa mradi wa kutengeneza maji kwenye mji wa Nyangi unaendelea, kukiwa baadhi ya ukosefu wa vifaa na baadhi ya ukosefu wa msaada ili kuweza kumaliza mradi huo wa maji. Huku baadhi ya raia wakiweza kuomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa na kwa mashirika kadhaa ambayo yanahusika kwa utengenezaji wa baadhi ya viwanda vya maji, wakiomba kuweza kutengenezwa kwa maji hayo na kuweza kuisha haraka ipasavyo ili kuweza kuepuka janga hili la maji ambalo linakumba baadhi ya raia wa mji wa Nyangi. Mimi ni Zakai Chubaka Pascal wa Radio Television Ngyoku International.